Kwa majina naitwa Justin TZ, msanii wa POTG Production. POTG inapatikana mkoa wa Katavi, wilaya ya Tanganyika, kunako kijiji cha Viponge, tunapatikana huko hapo. Tulipatikana na changamoto katika kikundi chetu cha uigizaji. Tulikuwa tunashuti movie yetu ya Wapangaji. Changamoto iliyotokea, alikuwa anacheza kama Lulu ambaye alikuwa anacheza kama mke wa Justin. Alipata changamoto ya ujauzito. Miezi inaelekea ukingoni wanaita wao. Kwa hiyo hawezi kucheza tena kama mke wangu, ila mbadala yake tukamweka huyu hapa dada. Kwa hiyo tumemweka huyu kwa sababu amecheza vipande kama 5 yalikuwa yanaonekana kama jirani. Sasa kutokana na uhaba wetu kwa wasanii wa kike, mazingira yetu au maeneo yetu ya hapa, kwa hiyo kabidi tumweke tu jirani. Kila tunayempanga acheze kwa uchangamfu ule inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kabidi tu jirani atakava nafasi ya yule dada Lulu, na tutaendelea mpaka mwisho. Dada, karibu kwa kusikiliza mashabiki wetu. Asante. Jamani, habarini. Najua mmejisikia changamoto zilizotokea mpaka mimi nilikuwa mke wa Justin. Kwa majina naitwa Saliati. Majina maarufu naitwa Idaya. Kwa mimi nitakuwa mke wa Justin kwa muda mfupi. Sijajua kwa mbeleni mmoja wetu sawa atarudi kwa kwenye nafasi yake au la. Ila kwa sasa kwa sasa hivi mpaka na kuendelea mtakuwa mnaniona mimi kama mke wa Justin, hivyo basi. Asante. Alafu kingine tunachokiomba, tunaomba support yenu. Sisi ndio wasanii wa POTG, bado kiwango chetu kipo chini. Kwa hiyo tunaomba support yenu pale, ushauri tunapokosea, mwenu natukosea, ili tuweze kufika mbali kama wasanii waliofanikiwa kimaisha, waliofanikiwa kisanaa, na sisi tunaomba tufike huko. Ukosoaji wenu ndio changamoto kwetu, tunapitia mambo mengi, japokuwa kikundi chetu ni kidogo, lakini tunaomba mwewe kama kuna wadhamini na vitu vingine vingi vinavyohitajika kwenye kundi. Na hisi wasanii wakubwa wanajua changamoto hizi zinapojitokeza, wao wanafahamu undani zaidi. Kwa hiyo tunaomba ukosoaji pale tunapokosea, na mengine kama tumesema udhamini na nini, bado kikundi chetu hakina mdhamini. Kwa hiyo tunaomba, tunawakaribisha, milango ipo wazi. Asanteni. Pia na mama, watu wazima, baba, watu wazima tunakaribisha sana katika kikundi chetu cha POTG. Karibuni sana mama, baba, vijana, watoto na mama pia. Asanteni. Hivyo basi. Nani? Kumekucha. Nakuja. Ushovunja mlango au ni kavye siji kwake. Wewe, umefuata mndani. Hafu mbona unakanga mwenye? Kasoro nini ambacho uelewi? Mimi nakupenda. Wewe una wewe. Empaze. Sikia. Toka mndani. Kabla sijakupiga. Kasodoki, nipo radhi kufanya chochote unachotaka. Nasikilize. Sasa chochote. Kutoka hapo. Toka. Mimi nataka tu nichape kama hivyo mchapa mume wangu. Sio kutelea. Naomba tu. Mchanganyo. Alikuwa mjinga. Kumekucha. It's classic, baby. Wow. Ya Mungu, atipe nini mimi leo? Naona macho yangu.
Mungu anipe nini? Yaani chenye ukijui wewe mwanangu, mimi mkeka umetiki. Kwa hiyo niache na furaha zangu. Wewe baki na shida zako, mimi na furaha zangu. Lemon parang. Mwanangu, kweli? Mungu anakuanza ngoja. Vipi wewe, hebu tushangilie, tunataka kushangilia. Ngoja kwanza bana, vipi? Wewe. Nye. Ngoja kwanza ngambia. Mimi na wewe. Wewe unashangilia nini? Usimtaka umetiki. Mkeka umetiki wapi? Alikuwa mjinga. Hata 100. Wewe. Mkaka mwenye mela wewe. Wewe unakuhusu wewe mkeka. Hapa utachukua hela shame. Umegeuka. Mungu yupo. Ngoja nimuue. Nimesemaje? Hiyo tunagawana, utaka usitakaje? Unagawana na nani? Unagawana na nani? Unabisha. Vipi? Unagawana na nani? Mtoto wangu wewe unataka hakuna kugawana na mtu wangu. Inakwambia inakula peke yangu. Wewe tena usinichanganye. Na wewe mwanangu wewe. Nataka kuona. Ndio majenga cheki. Hata ukiwaje nakwambia Nije hapa nije. Hapo peke yangu. Unasemaje? Unasemaje? Kombe wewe jirani naona sasa. Alama za wewe huko kutoka huko. Ni nzuri. Naambia mama. Ndio shamia huko au? Mimi hapa kwa bwana wangu tu nimekuja kumsalimia mara moja. Sema nini? Mimi shoga yangu kama nilivyokuambia siku ile. Nilivyokuwa nakuambia siku ile kama unakumbuka. Ndio nakumbuka vizuri sana. Sawa, nimekuja kwani sijakukuta. Nikasema ngoja nirudie kwa hii njia. Ndio baada ya kukuona hapa nikaona tu nifikie hapa pamoja kwa moja. Mimi nipo rafiki yangu, nimetulia. Napunga upepo na kana kuona hivi. Kama vile tuko. Yote tisa shoga yangu. Mimi niko na shida na kitu fulani. Kitu gani hicho yangu? Mimi nataka uniazime ile line yako ya Airtel. Wewe unataka line yangu ya Airtel? Ndio. Kwako iko wapi? Shoga yangu, sitaki kujua mengi. Nimekufuata uniazime nini line yako. Kama ni kuniazima niazime, kama haiwezekani naambie. Yamekuwa hayo. Mimi shoga yangu sitaki mambo mengi. Kama unavyonijua. Kwa mwanangu toka uanze kula mmogo wanangu hata kuniwazia yani hamna. Mimi nataondoka. Wangu na feli maisha yako hivyo mwanangu. Yaani maisha yako hivyo kabisa. Mjuzi wa. Kisa mmogo mwanangu leo hii atusalimiani kisa mmogo. Basi na mke. Bana kule nyumbani na huko tuko kitaa wana tunazikana wana. Mimi natoka hapa bafuni sabuni. Nakaa pembeni. Sasa na mke. Sasa sabuni ndio zinafanya watu mnashindwa hata kutengeneza mazingira mazuri. Sasa hizo sabuni ndio zitakufanya wewe naenda leba. Leba? Mimi. Sasa kupe nani yani? Una masiala mwanangu. Sio masiala. Unajua leba unafikaje? Kwa sababu wao wenye watumii sabuni, wao wanapata faida ya kuwa mtoto. Wewe unatumia sabuni, unachukulia sheria mkononi. Maana yake wewe mwenyewe ndio mahakama, wewe mwenyewe magereza, wewe mwenyewe mgambo, wewe mwenyewe polisi, kama wanajeshi wewe mwenyewe. Wewe ndio maana halisi ya kwamba Kunda Kafe
mzigo ufike. Sasa tumie hisia zangu tumpekee mwingine hamna. Nikibana hapo hapo sabuni mkono basi. Kama yetu hapa ndio unakusaidia. Achosha bure. Kumbe ndio maana huna akili timamu. Sina? Afu wewe. Sasa ulikofika mwanangu kule. Nitakupiga wewe kulala mwanamke waga unalala naye ndotoni. Nitakupiga ukiendelea na masuala yako yale mwanangu. Kuna namba ngeni hapa. Okay, sasa shida nini? Namba ngeni hapa. Hello? Poa. Safi, mzima? Safi. Ndio, sijajua na hapana, sijakukumbuka. Kweli sijakukumbuka. Sifa? Sifa yupi huyo? Hapana, sikukumbuki. Nilikuwa nakukumbuka labda ninge niseme. Rafiki Kasodoki? Ndio mimi, ndio. Mwanangu uende ni mchongo. Hapo nimekukumbuka. Nimekukumbuka kabisa bwana. Kwanza nikuombe samahani hapo. Nakuomba unisamee kabisa. Nilikuwa tu mambo yameingiliana bwana. Nakukumbuka. Niambie badala Sifa. Hapana. Nilikuwa nimepitiwa kidogo. Ndio, niambie. Jifanyaga mwaji watu kumbaga mnawatongoza. Ndio tulikuwa tunapiga story. Ndio. Wewe niambie tu, haina shida kwangu. Hayo mambo madogo bwana. Sifa bwana. Una shida na 20,000? Ya nini kwanza hiyo 20,000? Haina shida. Yaani wewe usijali hayo mambo madogo kwangu. Kabisa, yaani usijali kabisa. Kweli nakupenda pia. Yaani sasa hivi tu, yaani muamala unafika sasa hivi tu. Sawa. Unajua sio mwanangu. Sio peace, unaweza kuwa mtoto wa kiongozi labda huko. Nataka niambie sasa nini wewe? Nataka mwingine kiongozi mkubwa tu. Nani sasa? Ndio kiongozi wenyewe. Pata duka hapa na mimi kama napiga. Hauna nyota hapo. Sasa ngoko na nyota unasema kusonga pigiwa mademu. Kisha kana ni blacklist. Mademu wako ni hawa wapi chochoroni hapa. Demu jelo na gonga na chakula una. Kwanza wewe sheria mkononi demu. Afu sasikia tukupa idea. Umeona demu mangu kenda kumshika. Unapiga kabisa. Naweza ukumbuke kumuuza nyuma nilichokufanyia mimi ili mambo yaende sawa. Umesikia? Unikumbukie mimi bila kubaka ukienda kwa hiyo demu. Ishi cheki. Sikiliza mwanangu. Unanikosea sana. Hujanikosea. Yaani ile ilikuwa ni siri ya kati yangu mimi na wewe, lakini wewe unajua mimi nilikufanyia nini usiku ule wakati naingia mnadi. Wewe mimi eti niende leba kwani wewe si uliamka umeloana wewe unafikiri ulikuwa bora mimi. Sasa wewe sikile. Mbona mwengwe? Alafu mwanangu unajua wali wao nikaanza shika.